Kama wewe kuna vitu unawanyima watoto wako, si kwa sababu unawachukia, ila huwapatii kwa sababu ya upendo, ndivyo na Mungu alivyo. Hakupi kitu unachostahili kupewa, anakupa kitu anachostahili kukupa. Unajua wengi wamesema moyo wangu umeugua sana, kwa maana mengi sana ninaomba lakini sijaona Mungu akinijalia. Wengine wamekata tamaa kwenda kanisani. Sasa mimi naendaje kanisani maana nimeomba sana. Yaani mtumishi kama kuombewa, nimeombewa sana, lakini hakuna makwazo kama yaliyopo kwa watu fulani. Wakati mwingine siendi kanisani kwa sababu ya makwazo. Wendi kwa sababu ya makwazo. Utajuaje kwamba Mungu ameyainua makwazo ili apate kukupeleka kuketi na wako? Utajuaje hayo makwazo ndio uwanja wako wa Olimpiki? Ukishinda akuvishe taji. Mkristo usijichetue akili. Ndio. Nasema usijichetue akili. Yes. Tuko duniani. Ndio. Na yoyote anayetaka kulishi baraka, yoyote anataka kutembea na agano la Mungu, lazima ajielewe neno moja, kwamba kama Kristo alivyo kielelezo kwetu, na wewe lazima uwe kielelezo. Yes. Kumbe na Yesu aliteseka kwa ajili yetu. Wewe unateseka kwa ajili ya nani? Umekubali kuteseka kwa ajili ya kusudi la Bwana? Unateseka kwa ajili ya nani? Maneno ya watu wanaokusema, wanaokuzodoa, wanaokubeza, kukurudisha nyuma. Unateseka kwa ajili ya nini? Ili utufunulie njia zako, tuone wewe ni kielelezo kizuri, tupate kujifunza kwako. Haleluya, haleluya. Amen. Unateseka kwa ajili ya jambo gani? Unaumia kwenye maisha yako kwa ajili ya nini? Leo tutaenda kuomba nguvu ya ulinzi kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akaachilie nguvu ya ulinzi kwenye maisha yako. Unateseka kwa ajili ya nini? Kuna faida ndio kwa mtu ambaye anajua kusamehe. Biblia inanipa mwongozo kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 na mstari ule wa 31. Uchungu wote na ghadhabu. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matusi hakikisheni yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Musukumie nje kila namna ya ubaya. Ndiyo. Tena iweni wafadhili, alafu iweni watu wa kukaribishana ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasamehane kama na Mungu kupitia Yesu Kristo alivyowasamehe ninyi. Haleluya. Kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi, na ninyi igeni mfano wa Yesu aliye kielelezo chenu, mkaweze kusamehe. Kwa maana mpaka akasamehe, ndani mwake alihakikisha hakuna ghadhabu, hakuna chuki, hakuna hasira, hakuna matukano, hakuna uchafu. Akasukumia nje kila aina uchafu, kila aina ya ubaya.
akawasamehe. Yes. Kwa nini aliwasamehe? Si kana kwamba mlikuwa na haki sana, mlikuwa wazuri sana, mlikuwa mnampendeza sana, ila kilimfanya asamehe kwa sababu ndani mwake alihakikisha makunyanzi yameondoka. Yes. Uchafu wa ubaya wote wa visasi umeondolewa, ghadhabu imeondolewa. Akaruhusu huruma ndani, akawa mkarimu, akatusamehe. Mwenzangu na mimi, mara ngapi watu wamekuomba msamaha na umegoma kuwasamehe? Mara ngapi watu wamekuomba msamaha na unatoa msamaha wa kinafiki, unaongelea mdomoni nimekusamehe, lakini Mungu anasema sameaneni ninyi kwa ninyi. Ili iweje? Ili iweje? Sameaneni ninyi kwa ninyi. Kwa sababu hata Kristo aliwasamehe ninyi. Kumbe hata msamaha unaomnyima mwenzako sio wa kwako. Yes. Ndio maana, kwa nini sio wa kwangu? Kwa sababu mtu asina msamaha ndani yake, maana yake huyu mtu hana mbegu ya Mungu. Yes. Kama mbegu ya Mungu iko ndani mwake, tutaona ule msamaha wa kiungu ndani yake. Ni rahisi kusamehe wengine. Lakini kama ana matusi, kama ana kejeli, kama si mwepesi kusamehe wengine, kuna mbegu ya ushetani ndani yake. Ndio maana huyu mtu hata kasamehe. Halo. Amen. Mwambie jirani, jiandae kukasirishwa leo. Mmoja ya kukasirika, sikiliza hiyo. Kuna vijitu viko kanisani, unakuta viko reketerebo shevia talabado sherebo rapapakato shantarebo sevia gada. Mapepo yananena, alafu wanadanganya watu, wana Roho Mtakatifu. Moyo umekumbatia matusi na masengenyo, umekumbatia visasi. Ama sasa rekete, sikiliza, acha uongo bwana. Acha uongo, acha uongo. Mwingine mtu mpaka anaigiza kama anataka kuagua vile. Shebo shikitebo. Kapepo kadogo kadogo kamekumbatia mambo ya miaka 90, hakasamee wengine. Kana roho ya visasi, roho za malipizi. Alafu anaenda mbele za Bwana, wewe ni mtakatifu kama nini Bwana, ni mwema, ni mwema, ni mwema. Sijaona kama wewe Bwana, sijaona kama wewe Bwana, sijaona mtakatifu kama wewe. Utafikiri takatifu, kumbe ni mbwa mwitu wa jioni. Kwa jirani ni mwiba. Yes. Mimi nataka nikusaidie mwanangu. Narudia tena, Mungu hampatii kitu mtu anachostahili kupewa, ila Mungu anampa mtu kitu anachostahili kumpa. Kwa sababu gani? Nataka unisikie. Huwezi kulipa kisasi na kushindwa kusamehe waliokuzunguka, alafu kaenda kwa mwenye watu ambao umeshindwa kuwasamehe akupatie kile unachokihitaji. Umetukana uumbaji wake, umezarau viumbe vyake, alafu nataka huyu akupatie vitu wewe uliyezarau uumbaji wake. Maajabu. Kama
nataka mimi niseme na nyinyi. Anasema cha kwanza, jifunzeni kusameana ninyi kwa ninyi, alafu tumikianeni ninyi kwa ninyi. Wewe uinuliwe, huyo uliyekaa naye ni mtaji mkubwa sana kwenye maisha yako, kabla ya kupata pesa na dhahabu. Nasema jirani yako uliye naye ni mtaji wako mkubwa sana kuliko pesa unayetafuta. Ukimheshimu huyo jirani, utampata msaidizi wa hatima yako. Kesho utakuwa tajiri, kwa sababu unapomheshimu huyo, haumheshimu huyo, bali Mungu aliyemweka katikati yako. Yesu alitumia msemo mgumu sana. Anasema neno moja, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Nalikuwa na njaa mkaja kunilisha. Nalikuwa na kiu mkaja mkaninywesha. Nalikuwa gerezani mlikuja kuniona. Watu wakauliza, Yesu, ni lini ulikuwa gerezani? Ni lini uliugua? Ni lini ulikuwa na njaa? Sisi tukaja tukakulisha. Yesu akasema, kwa kadri mlivyowahudumia majirani zenu, kwa kadri mlivyowasamea majirani zenu, kwa kadri mlivyowahudumia majirani zenu, mlinifanyia mimi. Soma kitabu Mathayo 25 mstari wa 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake, katika utukufu wake na malaika watakatifu wake pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu. Atakaa kwenye kiti cha utukufu wake, ndio, na mataifa yote yatakusanyika mbele zake, ndio, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Jana alipoingia kanisani, akakuta tumekaa na mwana hii. Yesu alipoingia, anasema akaanza kubagua. Ninyi kaeni upande wangu wa kulia, ninyi kaeni upande wangu wa kushoto. Kama baguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume, na mbuzi mkono wake wa kushoto. Ndio. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki wakamjibu Yesu wakasema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au na kiu tukakunywesha? Tena ni lini ulipokuwa mgeni tukakukaribisha, uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Yesu akajibu akawaambia, amini nawaambia, kadiri mulivyowasaidia majirani zenu walio wadogo kwa wakubwa, mulinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono, alafu akawageukia walio katika mkono wa kushoto, hawa ni mbuzi hao, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe, nalikuwa uchi, msinivike. Watasoma kwa muda wao. Kumbe
Kuna watu wanashindwa kusamehe, na kadri unavyokuwa mgumu wa kusamehe wenzio, ndivyo unavyozidi kuwa laana kwenye familia yako, ndivyo unavyozidi kuwa laana kwa majirani zako, kwa sababu mtu asiye na roho ya msamaha ana roho ya laana ndani yake. Ila yule aliye na uwezo wa kusamehe, aliye uwezo wa kukaribisha watu, anaye uwezo wa kusema na kila mtu, hata kama wana mapungufu kiasi gani, huyo amebarikiwa. Na kila anapoketi atafanyika kuwa baraka. Naomba nisikilize. Mungu kabla hajakubariki wewe, anasubiri wewe uwe baraka kwa ajili ya watu wengine. Siku utakayokuwa baraka kwa ajili ya wengine, ndipo Mungu atakapobariki maisha yako. Mtu ananielewa? Ibrahimu aliitika, akaenda kama alivyoitwa. Alifikiri kuitika ndiko kunaleta baraka. Ndio kuna watumishi wengi walizani ukiingia kwenye uchungaji unaanza sasa yekepasalabagadeshire, walizani huko ndipo kishaingia tu utajiri unakuja. Hapo kuta anapasua kichwa na yani tena watu wenyewe mbaya zaidi. Unaletea watu 200 kanisani, alafu hawana uwezo, masikini. Mungu anasema walee hao. Alafu kanisa linatakiwa kujengwa. Sasa nasiweka mikono kichwa, anasema hivi, hapa Mungu uliniita au nilijiita mwenyewe? Atanungunika sasa, we kama mateso ndio haya, mimi nimesusa. Kwa nini? Sasa kuna maneno kanisani. Kuna watu paswa vichwa. Mwanangu, ukiwakwepa Mafarisayo utakuwaje? Lazima wawepo Mafarisayo paswa kichwa wakuumize, ili siku ukijielewa utaelewa we ni nani. Sasa kuna watu wasipokuwa baraka huwa wanakuwa ni laana. Tikize jirani yako, wewe ni mtu wa aina gani? Wewe ni baraka au ni laana? Na kama ni laana, ni tuambizane, ni kuhame mapema. Unajua ukikaa na watu wenye laana, wewe umebarikiwa. Amen. Sisemi na wewe. Mungu alimwambia Ibrahimu, toka, toka, unifuate. Akaenda, lakini akazani kwenda ni baraka. Hamna. Wa Mwanzo 12 Mungu anamwambia Ibrahimu, jambo la kwanza, hakikisha wewe uwe baraka kwa wengine. Yani wewe uwe baraka. Sasa niwe baraka kwa, nimebarikiwa na nani? Acha kamdomo, nena mazuri kwa wengine. Hata kama unaona una mapungufu, ni madhaifu mengi, usiangalie udhaifu walio nao. Tazama ukamilifu wa Mungu uliowakamilisha hata kuwepo duniani. Yeye aliyewaumba aliwaumba wakiwa wakamilifu. Hayo mapungufu naye yaona wewe, unayaona wewe kwa upungufu ulionao na akili zako, lakini kwa Mungu ni wakamilifu. Na kadri utakazana kuwatazama mapungufu yao, ndivyo utakavyozidi kushindana na uumbaji wa yeye aliyewaumba. Haujanielewa? Lakini ukitazama ukamilifu wao, ukachukuliana, mukabebeana madhaifu, mukasameana, mukaajiana, mkakaa pamoja, ukafanyika baraka kwa hao, Mungu atabariki maisha. Anamwambia Ibrahimu, hakikisha uwe baraka kwa wengine, ndipo na wengine watabarikiwa. Yani huwezi kubariki familia yako wakati wewe mwenyewe ni laana. Ngoja nikusomee mlango wa 12 mstari wa 3. Anasemaje? Nami nitabariki kubarikiwa.
Nisome. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nikubariki. Na kubariki. Na kulikuza jina lako. Na kulikuza jina lako. Nawe uwe baraka. Lakini wewe uwe baraka. Kuna mtu anaelewa hiyo point? Amen. Yaani mimi kama kukubariki, nitakubariki. Yes. Kama kukuinua, nitakuinua. Alafu nitakupa msaada. Wakulanio nitawalaani. Yes. Wakubarikiwa nitawabariki. Lakini wewe uwe baraka. Kama hujawa baraka, huwezi kuiona hiyo baraka. Kuna watu leo wanataka kubarikiwa. Mioyo yao imekumbatia matusi, masengenyo ya kila aina. Hawajui kusamehe. Watu toka mlivyokosana miaka ya nyuma, utakaja hata kuwasamehe. Nimesamehe, lakini sitasahau. Nitakusaidia tu. Nitakusaidia tu. Hakuna mtu anaye uwezo wa kusahau aliyetendewa. Na hata mchungaji akikwambia sahau yote uliyowahi kutendewa, ni uongo. Kuna mtu ananielewa? Pamoja na umetendewa mabaya, ndio jifunze kuachilia. Yes. Hata ukija kuyakumbuka fulani alinitendeaga hiki, utakumbuka kama sehemu ya ushuhuda. Yes, yes. Kwamba Bwana, sasa hivi Mungu ametubariki, lakini tulipotoka na fulani, yani Mungu ametuponya, hatakuwa hivi. Yes. Mungu ametuinua, hatakuwa hivi. Hajasema kukumbuka kwako iwe fimbo ya kumchapia tena huyu. Yes, yes. Si kama kuna mtu ananielewa. Amen. Lazima, kumbe cha kwanza lazima tutambue kwamba kusamehe watu ni lazima, wala sio ombi. Yaani kusamehe watu ni lazima. Yes. Kwa Mkristo, wala sio ombi. Kumbe cha kwanza lazima tutambue kwamba kusamehe watu ni lazima kwa Mkristo, sio ombi. Kama ni hivyo, je, nini maana ya msamaha? Kama ni hivyo, je, nini maana ya msamaha? Tena kuna faida gani tunayoipata pale tunapowasamehe wale wanaotukosea? Tena kuna faida gani tunayoipata pale tunapowasamehe wale wanaotukosea? Tena kwa nini tunapaswa kusamehe? Nimesema, je, ni nini maana ya msamaha? Tena kuna faida gani tunayoipata pale tunapowasamehe wale wanaotukosea? Tena kwa nini tunapaswa kusamehe? Kwa kuwa na hili neno msamaha, kwa uhalisia wake ni neno jepesi sana. Kwa kuwa hili neno msamaha, kwa uhalisia wake
Ni neno jepesi sana kulitamka mdomoni, lakini ni neno gumu sana katika ukweli wake. Katika ukweli wake ni neno jepesi sana katika uhalisia wake, katika kulitamka mdomoni. Nimekusamehe. Lakini ni neno gumu sana katika ukweli wake, kwa sababu palipo na ukweli wa msamaha kuna kuliishi neno msamaha. Kuna ugumu katika ukweli wake. Kama wewe una msamaha wa kweli, tutaona namna unavyoishi msamaha. Msamaha. Kwa mtu ana uwezo wa kuishi msamaha au kutembea katika maachilio, huwa ni mtu wa kipekee sana na ni baraka mno kila anakozunguka. Watu hawa hautakaa uone na hata kuugua mara kwa mara. Utakaa uone wakiugua mara kwa mara, kwa sababu ndani mwao hakunaga uchungu, kwa sababu ni wepesi wa maachilio. Ndani mwao hakunaga kisasi, kwa sababu wepesi wa maachilio. Kwa sababu mtu asiyesamehe, kuto kusamehe kwake huwa kunaleta huzuni moyoni. Muda wote atafili maumivu moyoni kwa sababu ya yale aliyotendewa, na yale maumivu yanasababisha huzuni moyoni, na huzuni hii ikikaa moyoni huwa inaleta kitu kinaitwa uchungu, na uchungu kisha kaa ndani yako huwa unaanza kuzaa mapoza, kuzaa utasa. Ulikuwa na uwezo wa kupray, kuomba, ulikuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa, lakini uwezo ule unaanza kupotea kwa sababu kuna uchungu umezaa mapoza ndani. Kwa uwezi kuzalisha kitu cha baraka, kitazaliwa kitu cha laana. Ule uchungu umezaa utasa, huwezi kuzaa kitu kilicho hai, unaanza kuzaa vilivyo mufu. Sikia mwana wa Mungu, kuna neno moja nilikuwa nalisoma mara mbili. Biblia inasema iweni na amani na watu wote. Ni kweli nitakuwa na amani na kila mtu. Waebrania 12 mlango wa 14 mpaka 16 pale. Iweni na amani na watu wote. Alafu anasema iwe na amani na watu wote, akaweka mkato. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kazi kubwa ulionayo kwenye maisha yako sio pesa.
Kazi kubwa ulionayo kwa maisha yako, hakikisha unafanya kazi ya kufanya kwa bidii, kuwa na amani na watu wote. Alafu cha pili, tafuta utakatifu. Hakuna mtu atakayemwona Bwana asipokuwa. Hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kiangalia sana. Alafu cha tatu, kuwa makini. Asema mkiangalia sana, mtu asipungukie neema ya Mungu. Yaani wewe mwenyewe uwe kielelezo, uhakikishe jirani yako haipungukii neema ya Mungu. Shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Alafu hakikisha wewe ambaye unataka uwe baraka, unataka ubarikiwe, kuwa baraka kwanza. Alafu kisha kuwa baraka, hakikisha ndani ya malango yako pasionekane mtu anayeitwa mwasherati wala asiyemcha Mungu, kama Esau aliyeuza urithi wake wa uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Hakikisha unalinda moyo wako usiharibike kwa ajili ya chakula cha siku moja, kwa ajili ya chipsi za siku moja. Ili uwe baraka kwa watu wengine. Kwa sababu Mungu kilichofanya hata yeye atuokoe, kilichofanya hata yeye atuokoe ni ule uthamani tulionao. Kwa upendo wake, ilibidi atumie upendo wake kwa kuiona thamani. Sio ni uzuri, sio takatifu, sio haki, akatokoa. Ninarudia maneno haya, kuingia kwenye uwanja wa Olimpiki sio kupewa medali. Unaweza ukaingia na ukatoka, mshahara wako ikawa jasho lako, ukaambulia kukimbia na kuloa jasho na ukarudi mikono mitupu. Hata kanisani kuko hivyo hivyo. Hofu yangu usije ukamwabudu Mungu mpaka siku ya kufa kwako ukaonekana ni hasara. Muda wote nilikuwa na kesha kanisani, kweli ni hasara? Ni hasara. Kwa sababu Mungu atakuuliza, ulikuwa unamtumikia Mungu, ulikuwa unanitumikia mimi kwa namna gani? Mungu, nilikuwa nahudhuria sana kanisani. Ana kanisani? Nilikuwa nakuja we. Nilikuwa nakuja. Yaani mimi Jumapili sikosi. Jumatano sikosi. Ijumaa sikosi. Nilikuwa nahudhuria. Mungu anakujibu. Shida yangu sio kuhudhuria. Kama kuhudhuria kanisani, sema hata shetani naye anahudhuria sana kanisani. Kweli. Unanielewa? Kwa sababu utofautisho wako uko pale watu wanapokupalua na namna gani una uwezo wa kusamehe. Ukutofautishe na watu wa dunia. Watu wa dunia wanasema ukinipa kubwa nakupa kubwa. Wewe utajitofautishaje na watu wa dunia? Au ukitukana na wewe unarudisha matusi. Asema umetokana sasa, nitakupa kubwa ambayo wewe hujawahi hata kusikia. Alafu ukiisha mpa kubwa, wewe unapokea nini? Wewe unasaidika na nini?
Ngoja nikusaidia. Wengi leo kuna mambo hayaendi kwa sababu hiki kitu hakiko tu kwa washirika, mpaka wachungaji wanacho. Hawana uwezo wa kusamehe, iwe watoto wao au watu wanaofanya kazi pamoja nao. Ndio maana hata wachungaji wengi wanakufa kiholo, kwa sababu hawana roho ya msamaha ndani yao. Wanahubiri, wanayahubiri, hawayatendei kazi wenyewe. Biblia inasema wahubiri usilewe, na kati walewa mwenyewe. Unahubiri usizini, mchungaji namba moja kwa uzizi. Kuna vitu kuwa mfano, kuwa kielelezo, kama Kristo alivyokuwa kielelezo. Ondoa, hakikisha ndani hakuna kunyazi. Samehe wengine, ili umpe Mungu nafasi ya kukusamehe. Bariki wengine, umpe Mungu nafasi ya kukubariki. Kuwa baraka kwa watu. Kadri ulivyokuwa baraka kwa watu, Mungu anasema wewe ulikuwa baraka kwangu. Maana kadri ulivyomlisha yule, ulinilisha mimi. Kadri ulivyomhudumia yule, ulinihudumia mimi. Kadri ulivyomtumikia yule, ulinitumikia mimi. Kadri ulivyomnywesha yule, ulininywesha mimi. Mungu ni watu. Nimesemaje hapo? Mungu ni watu. Mungu ni watu. Aliyeelewa punge mkono namna hii. Nasema Mungu ni watu. Huwezi kumwona Mungu bila kuwaona watu. Huwezi mtumikia Mungu bila kuwatumikia na Tumikianeni ninyi kwa ninyi. Mkiweze kuchukuliana ninyi, mkiweze kuheshimiana ninyi, Mungu anajifunua. Akwambia, hey, unijui, unijui mimi ni kabila fulani, alafu sio kabila la kuchezewa. Ili unitambulishe kabila lako linanisaidia nini? Wakati mwingine kaloho hako nikaushirikina. Wewe ni muhamishi mtu mmoja, wewe ambaye bado na kaloho hako, hama nikukaribishe kwenye kabila langu. Hello. Amen. Mwambie jirani, karibu kwenye kabila la Waebrania. Ndio kwenye kambi ya Waebrania. Hakuna makunyazi. Hakuna takataka. Tunatembeaga kibabe. Kwa sababu tunajielewa. Penye ukweli hatumung'unyi. Tutakuchana kama ulivyo. Baki hebu gumiaga ndani mwenyewe. Mimi hayanihusu. Hayanihusu. Umeelewa? Ukijifunza kusamehe, moyo wako utaingia kwenye changamko. Na moyo wako ukiingia kwenye changamko, utampatia nafasi Mungu ya kuleta baraka kwako. Naomba unisikilize. Biblia inasema ya kwamba amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Kama kuna uchungu, hautakaa uone na amani, hautakaa uwe na furaha. Na Mungu atakusubiri mpaka siku ile ione amani yake ndani mwako, ndipo aje afanye jambo kwenye maisha yako. Kama uchungu umeukumbatia ndani mwako, huna uwezo wa kuachilia. Amani yake sipoonekana ndani mwako, Mungu hatakajifunue kwako mpaka siku changamuko la moyo limetokea. Mungu anajitokeza. Kwa nini? Anasema moyo uliochangamuka ni dawa, tena ni dawa nzuri. Ni dawa nzuri. Shina nielewa? Amen. Ni dawa nzuri. Kwa nini dawa nzuri? Kwa sababu ukiona kuna watu mara kwa mara una mateso,
Kuna namna moyo umeketi kwenye huzuni na masikitiko. Unataka vije vitu vyema vitoke wapi? Na kati wewe umegeuka kwa jalala la takataka. Ndio maana unaona Mungu anasema nitakuondolea ugonjwa wote na kila madhaifu ya juao ya kimisi, lakini anasema kila aina ya udhaifu nitawapa wa kuchukiao. Kumbe na magonjwa nayo ina watu maalum ambao ni majalala la magonjwa hao. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mlango wa 15 mlango wa 14 anasema umebarikiwa, umebarikiwa. My God. Kumbukumbu la Torati sura 7 mstari wa 14. Ndio. Utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hapatakuwa na mtu mume wala mke aliyetasa kati yenu, wala kati ya wanyama wenu wa mifugo. Ndio. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote. Wala hatatia juu yako maradhi yoyote. Ndio. Ya Misri. Lakini atayaweka juu ya wote wakuchukiao. Atayaweka juu ya wote wakuchukiao. Ndio maana nasema watu wengi ambao hawajuaji kusamehe watu ni jalala, ni laana. Hauwezi ukakumbatia baraka kama ndani mwako hunaga msamaha. Jua wewe kila itopo leo utajikusanyaga uchungu wenye kuleta utasa, wenye kuleta mapoza na kukufanya kuwa laana katikati ya jamii. Hebu nirudie hiki kitabu mara zote na kisoma kitabu hiki. Neno la Mungu linasema huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu. Yani anapopita kwenye mateso, Mungu haangalii mateso unayopitia. Mungu anaangalia maamuzi unayochukua katikati ya mateso unayopitia. Huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni pale na kumkumbuka Mungu pale ateswapo, alafu anasema isivyo haki. Yani hauteswi kwa sababu umekosea, hauteswi kwa sababu umetenda dhambi. Usifikiri kila aliyoko kwenye magonjwa, kila aliyoko kwenye mateso basi ametenda dhambi. Nataka nielewe hiki. Si kila mtu anayepita kwenye jaribu fulani yuko kwenye dhambi fulani. Kuna sawa huko hapo napikwa. Biblia inasema chuma hunoa chuma, na Mungu hunoa wengine. Anasema kama rafiki anoavyo uso wa rafiki yake. Unajuaje hapo unapopitia? Kama ni daraja la kuvuka kwako, Mungu anakusubiri maumizi yako. Ndio maana kuna watu wasiposamehe wanaweza wakafa na magonjwa. Kumbe ilibidi wasamehe tu, kuna mambo yangeondoka kwenye maisha kwao, lakini walipogoma kusamehe ugonjwa ukawaondoa. Matatizo yanawazidi kuandamia. Anasema nimelogwa, nimesema ondoa akili kwenye kulogwa, weka akili kwa Kristo. Amen. Kwa sababu sifikiri kila tatizo linakuja ni la kulogwa. Utajuaje Mungu amekuinulia watu waje wa kuchallenge? Sasa naongea kitu gani? Kwani Ayubu alichallengewa na nani? Kikao cha kumchallenge Ayubu, si shetani na Mungu ndio waliokaa? Kuna watu nimesema sishie kwenye lianza, pambana mpaka mwisho uvishwe midali. Kwa sababu kwanza lianza hakutakuonyesha wewe ni mshindi. Mungu anasubiri maamuzi yako ili akuvishe medali.
Ni rahisi kusoma Biblia, anasema yeye ashindaye atamvisha taji aliyoandalia wampendao. Unashinda kwenye vita gani? Umepigana na nani Mungu akuvishe taji? Ikiwa umeshindwa tu kusamehe wengine, utashinda vita ipi Mungu akuvishe medali? Ulinzi wa kiungu hautatokana na kuimba kwako, utatokana na uwajibikaji wako. Ulipoanza kuwajibika, kutumikia wakati mwingine adhabu hata hazikuhusu, lakini hukuacha kumlilia Bwana hata katikati ya adhabu ambayo haikuhusu, uliendelea kumuita Bwana. Popote utakapoenda atakusimamia, atakulinda, hata kuacha angamie. Unaweza kisha mtumishi mwongee kitu gani? Daudi nani alimkimbiza kwenda msituni? Je, Mungu hakuona? Hakujua Daudi anateseka? Alijua. Kwa nini alimwacha endelee kuteseka msituni? Wewe uliwahi kujiuliza darasa lilo nalo? Mbona yanatokea mambo kidogo tu na majirani unashindwa hata kusamehe? Unajuaje kwamba hao jirani zako ni darasa lako? Huu ndio wema hasa. Mtu akivumilia huzuni na kumkumbuka Mungu pale ateswapo sivyo haki. Alafu anasema kwa maana mtapata faida gani mkistahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi? Lakini kustahimili mtendapo mema, mema na kupata mateso, huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Alafu mstari wa 21 anasema kwa maana ndio mlioitiwa. Ama tuliitiwa mateso? Kama Kristo alivyoteseka na wewe utateseka, lakini swali langu litakuwa ni moja tu, unateseka kwa ajili ya nini? Mane? Afya? Au unateseka kwa ajili ya kazi ya Bwana? Kinachokufanya uteseke ni nini? Nisoma Waraka wa kwanza Petro sura ya 2:9. Ndio. Maana huu ndio wema hasa mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu. Pale ateswapo isivyo haki. Pale anapoteswa isivyo haki. Kwa maana ni sifa gani kustahimili? Ni sifa ipi mtaipata? Mtendapo dhambi na kupigwa makofi. Mtendapo dhambi na kupigwa makofi. Lakini kuvumilia kwenu mtendapo mema na kupata nini? Mateso. Na kupata nini? Mateso. Jamani, kutenda mema alafu na mateso yanakuandamia, na kutenda dhambi na mateso yanakuandamia, bora lipi? Najua hapo amina chache na hata kujibishana hatutajibishana, lakini nimesema kutenda mema na kupata mateso. Yanatenda mema na mateso yanakuandamia. Unatenda mabaya na mateso yanakuandamia. Basi kama ni hivyo, bora lipi kati ya mawili haya? Kutenda mema mateso ya kuandamie, ukishinda Mungu akuvishe taji, au utendapo dhambi kwa kuwa unapata shekeli nyingi? Kumbe Mungu kuna saa wakati mwingine sema yaani wakati unasema kitumbo kinauma, Mungu anasema yani nini? Kitumbo kinauma, ungeongezeka na kamguu, ungeongezeka na mguu, afu unakuta na mguu ghafla mguu nao unauma. Mungu anasema kingeongezeka na kiuno, kingeongezeka na kiuno, kingeongezeka na kiuno. Kilivyoongezeka kiuno, ukaanza kunasema kiuno kinauma. Mimi si kiuno kinauma, Mungu nisaidie, kiuno kinauma. Mungu anasema kingeongezeka na kifua.
Kilipoongezeka kifua, ndio akutaka jamaa kaanza kusema Mungu kifua kinauma sasa. Umetenda mema Bwana wangu, ndio maana mimi ninakutukuza. Naona kifua kinapona, kiuno kinapona. Pale unapoteswa pamoja na kumkumbuka Mungu, asema huu ndio wema hasa. Kumbe sifa yake andaka ifunuliwe katikati ya mateso. Huwezi kusema na mwabudu Mungu wewe kwenye raha, acha unafiki. Katikati ya mateso tutakuona imani yako uliyo nayo. Katikati ya mapito unayopitia tutaona imani yako uliyo nayo. Usije ukasema ni mwenye imani ndani ya Kristo ukiwa kwenye raha na amani. Katikati ya mapito tutaona wema wa Bwana, tutaona ile nguvu ya Bwana. Kuna watu wataomba kwa sababu kuna jambo linataka litokee. Katikati ya mapito tutaona maamuzi yako. Kuna watu wataamua kwenda makanisani kwa sababu kuna jambo linawasuluhisha kwenda makanisani. Katikati ya jambo ambalo linatesa maisha yako, tutaona ukiombea wengine kwa sababu kuna jambo linakusurutisha uwe baraka kwa wengine. Kwenye raha, nani unamwombea wewe? Nani unamwombea? Kila mmoja yuko na mambo yake, na ndio maana hata kikosewa hujui kusamehe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Sikia mwana wa Mungu. Daudi alitambua nafasi yake. Daudi alielewa nafasi yake. Pamoja na mateso yake, alizidi kumkumbuka Bwana. Alizidi kumhimidi Bwana. Alizidi kupiga magoti kwa Bwana. Anazungukwa na mishale, anazungukwa na mikuki. Ina Sauli baba yake wanakuja kumuwinda, lakini anaenda katikati ya jeshi la Sauli, anabeba kutulia na maji, anabeba fumo, anamlilia baba yake, Abuneri, Abuneri, kwa nini kumlinda mfalme? Kwa nini kumlinda baba yangu? Unamlilia anayetaka kukua. Yes. Kwa maana ndani yangu nina moyo wa msamaha. Sionagi mateso yao, sionagi kutukana kwao, sionagi dhiki yao. Naona baraka ya Bwana, naona kuinuliwa kwangu. Sitacheleweshwa na matukano yao, sitacheleweshwa na nyimbo zao za masengenyo, sitacheleweshwa na kumitukana kwao. Naona wema wa Bwana wanaponiinukia, nazidi kusitawi. Daudi alimlilia Bwana. Aliona nini? Ndipo naona naanza kusema hii, Abuneri, Abuneri, unashindwaje kumlinda mfalme? Yani anaanza kuongea na mlinzi wa mfalme. Umekosea. Kama watu wanaotaka kumuua wangemuua, wewe uko hapo hapo. Ni mlinzi gani sio na faida? Ushinde wema, ushinde ubaya kwa wema. Sikiliza, aliposema Daudi namna hii, ndipo unaona Sauli anainuka anasema, hivi ndio mwanangu Daudi? Sasa ndio. Alafu naona na yeye anatamka anasema, uishi milele. Nisikilize, baba yako hata katikati ya machafuko mliogombana, mheshimu hata kama alikukataa tangu nazaliwa, kwamba wewe sio mtoto wake. Wakanena wanaye kunenea, usije ukamchukia baba yako, usije ukamchukia mama yako. Mheshimu hasa wanapozeeka hao wazee. Kanao jirani, hata kama watakutukana, tenda jema uje ubarikiwe. Utaiona baraka ya Bwana. Niona Daudi pamoja anarushiwa mikuki, anakwepa, anaendelea kusema, baba uishi milele baba yangu. Anakwepa mikuki, anasema, baba nimepiga na hiki nimekuletea. Baba, huyo anayekupiga mishale, yeye huyu ndio baba yangu. Sikiliza, kwa nini msinigombanishe? Sauli ni baba yangu. Kwa sababu hata kama ananipiga mishale, msinigombanishe. Baba awe nafuza ni baba yangu, awe maskini ni baba yangu, anavaa nguo moja, yeye nikauka nikuvae, yeye ni baba yangu. Alitambua nafasi. Ndio maana
akabeba moyo wa msamaha. Haona anayefanyiwa na Sauli. Anaona kusudi la Mungu kupitia haya anayefanyiwa na Sauli. Wengi mnaona matatizo yanayoletwa na watu. Nisikilize, tatizo ni tatizo. Kwake anayeona tatizo litakuwa tatizo. Nasema tatizo ni tatizo. Kwake anayeona tatizo litakuwa tatizo. Lakini tatizo siyo tatizo. Kwake anayeona fursa katikati ya tatizo atafanikiwa. Amen. Kwa sababu Mungu anataka aone. Wewe unaona nini katikati ya hayo? Katikati ya mateso. Alafu nateswa isivyo haki. Unaimba wimbo gani? Utawasamehe watu? Utawasamehe watu? Kuna mabinti wengi na ndoa zinawashinda. Sababu ya nini? Kuna mtu alimbaka kabla hajaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo anasema nawachukia wanaume mpaka baba yako. Nawachukia. Mwingine anadai sasa wanaume wote ni mbwa. Maana na baba yako ni mbwa. Katika vitu vinavyohitaji uwe makini sana kwenye maisha ni vitu viwili. Unapofanya maamuzi, pale unapokuwa kwenye hasira kali, jihadhari kufanya maamuzi. Usiendeshwe na hasira kuleta maamuzi. Utaharibikiwa wewe badala ya wale unaowafanya maamuzi. Kipindi unachokuwa na hasira, unahitaji utulivu wa hali ya juu. Ndipo uje kwenye conclusion. Usilete maamuzi wakati wa hasira, utapotea. Vile vile kipindi unachokuwa na furaha ya kupitiliza, unasema nina furaha, kuwa careful kwenye maamuzi. Be careful kwenye maamuzi. Furaha hiyo itatumika kukuuza badala ya kukusaidia. Hasira hiyo itatumika kukuuza badala ya kukusaidia. Faida ya kusamehe. Hatusamehe ili tu Mungu naye atusamehe. Sikiliza, kabla tujaenda kwa Mungu, faida ya kusamehe, unasamehe watu kupalilia moyo wako na mwili wako upate kuchanua. Magonjwa hayakai kwako. Kwa sababu siku zote utakazokuwa na furaha, unakuwa na amani, kuna matatizo hayatakuandamia. Kwa samehe kwa ajili yako. Usisamehe kwa ajili ya yule aliyekukosea. Samehe kwa ajili yako. Kwa sababu gani? Hata usiposamehe sema yaani yule amekukosea na wewe ukashinda kukosea, ukashinda kusamehe, wote mnalaana. Kwa sababu amesema amelaaniwa mtu yule akwazikae na yule akwazikae. Manake ole wake laana. Ole ni laana. Ole wake akwazikae na yule akwazae. Kwa hiyo aliyekuuzi kuna laana juu yake. Wewe uliyechukia kuna laana juu yako. Anasema ikwepe laana kwa kutoa msamaha. Kuna laana zimekuja zimeleta magonjwa, umeshindwa kuzikimbia. Walipokutukana itatamani na wewe kutukana. Walipokusema itatamani na wewe kuwasema. Ndio maana anasema ole wake akwazikae na yule akwazae. Wote wanalaana, hakuna aliye salama hapo.
Hakuna aliye salama hapo. Yes. Nasema hakuna aliye salama. Yes. Anasema usalama wako, yes, ushinde ubaya, yes, kwa wema. Yes. Wakati wewe wamekutukana, yes, usiruhusu hasira ndani. Msamehe. Yes. Achilia. Ondoka. Yes. Wewe msaidie. Unajua watu wengine hata kusamehe. Ndio. Hata kusamehe. Ndio. Mwingine anasema nimekusamehe. Umeelewa? Ndio. Lakini huyu mtu mimi nishamsamehe, ila sitakaga hata kumuona kwenye macho yangu. Wewe hujasamehe. Nimesemaje? Hujasamehe, mnafiki. Ila huyu mtu alikuwa ni meneja kwenye kazi yangu. Ndio. Umeelewa? Ndio. Akanivuruga. Akaniomba msamaha. Ndio. Mimi namsamehe. Nitakachojihadhari ni hiki. Ndio. Sitamrudisha tena kwenye umeneja. Yes. Aliyeko kwanza, jihadhari kufanya naye kazi. Yes. Yes. Utakuwa unamsaidia yeye, unajisaidia pia. Yes. Kwa siku utakayemleta tena pale pale, yeah, atakupalua mara mbili yake. Yes. Yes. Ambayo itakuja kufanya ukosane na Mungu, kwa sababu itafika mahali utakao usamehe. Yes. Kwa hiyo msaidie akae pembeni. Yes. Cheka naye, ubarikiwe sana. Ndio. Uinuliwe sana. Yes. Kwa kadri unavyombariki mtu aliyekutukana, ndivyo unavyomlaani mtu, yes, aliyekutukana. Yes. Hii nimesemaje? Kadri unavyomwombea mema aliyekufanyia ubaya, yes, ndivyo unavyozidi kumlaani. Unavyozidi kumlaani. Yes. Kadri unavyozidi kumlaani mtu aliyekufanyia ubaya, yes, ndivyo unavyozidi kumbariki. Yes. Wakati huo huo wewe unajilaani. Ndio maana nasema wabarikini wanaowauzi, kwa sababu kadri mnavyowabariki mnawapalia makao tosini mwao, mnaachilia laana kwenye vichwa vyao. Wewe wakati unabariki, nini ubariki? Anasema ushinde ubaya kwa wema. Wakati unabariki unaikwepa ile laana misije hata kwako. Siku utakaoingia na wewe kurudisha laana kama alivyokulaani yeye, wote mko kwenye kifungo cha aina moja. Kuna mtu yanamwelewa? Amen. Mungu aone changamoto yako, ukigeuza kuwa fursa. Unajua kuna watu wanakuwa wagumu hata kufunguliwa makanisani. Yaani wengi ndio wanaombewa lakini hawafunguliwi. Ni wale unakuta kila napokuja cha mchungaji, nina ugonjwa wangu, kwa hiyo naomba Mungu aniponye. Sasa kuponyaje ugonjwa wako? Mungu anaga ugonjwa wake. Akuponye wapi kwenye ugonjwa wako? Si ugonjwa wako. Sasa unapeleka kwa Mungu na muhusu nini? Tatizo siku zote ukisemaga hili ni tatizo langu, ujue umelipa uhalali wa kukutawala kwenye maisha. Halitaka litoke. Yeah. Kwa sababu ni la kwako. Ndio umaskini wangu. Ukienda kwa Mungu ashaka sijawahi kuwa na umaskini. Ndio maana kuna anasema yani tatizo nyinyi hamjielewi tu. Anasema naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utaji. Yani ninapokutazama unajiona masikini, unajiona yani ni mtu ambaye upo tu, lakini wewe ni taji. Kinachofanya uone umaskini kwa sababu hujaona utajiri wako. Hapo ndipo pana vibes. Manelewa? Ndio maana huyu mwimbaji alikuwa na maono ya mbali.
pamoja na yote yanayotokea, yeye hakuona yanayotokea. Ndipo anasema tufani napovuma sana, lakini rehema unazohitaji mbele za Bwana ni namna gani unaachilia kwa ndugu waliokuuzi. Hizo ndizo zinatija mbele za Kristo Yesu. Kwa namna ulivyowasamehe wadogo wale, ulinisamehe mimi. Kwa namna ulivyochukuliana na wale ulinichukuliana na mimi. Yaani wewe ni wa thamani kubwa. Nisikilize. Sipige maombi ya vibomi. Na kwenda kanisani sababu ninaomba rehema, naomba rehema. Na wakati wezio hutaki kusamehe. Kabla ya mambo yote kutokea, ya dharau, ya kiburi, yani yote yanatanguliaga kiburi. Sasa kabla ya mabaya yote, moyo hujivuna, unatanguliza kiburi. Alafu anasema na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Unanielewa? Kuna mtu ananielewa? Unyenyekevu. Ndio. Kabla ya uharibifu, moyo wa mwanadamu hujivuna. Kabla ya uharibifu, moyo wa mwanadamu hujivuna. Na kabla ya heshima, hutangulia unyenyekevu. Wengi mnataka kuheshimika, lakini ninyi hamjui kunyenyekea kwa wengine. Alafu natafuta heshima. Kabla hujatafuta heshima, anasema tafuta kwanza nini? Uwe mnyenyekevu kwanza. Kabla ya baraka, sema baraka, lazima tangulie heshima. Lazima tangulie heshima, lazima tangulie thamani. Ndio maana anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu hiyo nimekupenda. Anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitakuinulia watu. Kumbe Mungu haleti baraka kabla hujawa na heshima. Ndio maana heshima haianzi na watu, inaanza na wewe. Jiheshimu wewe upate kuheshimika. Jithamini, watu wakuthamini. Siku zote umebakisha sisi na ukoo wetu ni hivi hivi, sijui Mtume Shetani amesema nitabarikiwa, sijui hivi nitabarikiwa kwa mimi, ukoo wetu ndio hivi hivi, sijui. Jisamini, Mungu akusamini, kwa sababu Biblia anasema mimi Mungu huwaheshimu wale wanaomdharau. Umekaa kiwango unachotumia kudharau wengine uliokaa nao jirani, ndicho kiwango unachomdharau Mungu. Ukitaka kusema mimi ninampenda Mungu, tutakiona kiwango cha upendo ulicho nacho kwa wao ulionao jirani. Mnasali kanisa moja, mlivyo minafiki wa Kristo nyinyi. Mko kanisa moja alafu hamuongei. Amesha na mimi mnapigana vikumbo ngenge. Amesha na mimi nimeokoka. Sawa. Wewe lilokole. Na Mungu hataki malokole, anataka wanafunzi wa Kristo. Ndio. Badilisha tabia yako. Amen. Umuone Jehova. Amen. Hala bashekete brahai. Mungu wetu ni mwaminifu juu yako. Amen. Kuna vitu ukijifunza, hasa kuachilia, kusamehe, vitakusaidia sana kwenye maisha yako. Usitake vile yule mtu anatakavyo furahi vile ulivyomsamehe. Samehe kwa ajili ya moyo wako.
Achilia kwa ajili ya moyo wako, ili usije ukawa na mawaha mbele za Mungu.